Guys, welcome back to my podcast. So, I want us to talk about something. Na kenye nataka tuongelele, jana rais aliweza kuita village elders pale State House. And I want us all of us to ask this question. Why now? Kwa nini hawaite kwa saa hizi ili hali tunaelekea kwa kampeni? The moment you answer that question, utajua amewaita kwa only one reason, for support, number one. And their support is different. Support yao ni tofauti kabisa na raia. Let me put this question to you. Ukienda kwa chief elder, anakuanga anajua each and everybody mwenye anatoka kwa hiyo area. Anajua huyu ni mtoto wa mtu fulani, huyu ni mtoto wa mtu fulani, huyu ni mtoto wa mtu fulani. Unaona? So, Kasongo amewaita ili ndio wawe kama macho yao. This is my own opinion. Wawe kama macho yao. Ama wawe kama macho yake pande ya nini? Pande ya polling station when that day comes. Because let's assume this way. Atakuwa na my agents. Na since all we know, my agents wote saizi, hata kama atakuwa nao, hawaamini. So, amawaita ili ndio wafanye nini? Waongee, apatie instruction, ili ndio wakue nini? Wakue macho yake kwa ground. That's my own opinion. At the same event, something happened. Yeah? Rais alialika watu wote except one person mwenye ako kwa hiyo kitu. Alikuwa Vice President Professor Kithure Kindiki. Huyo ndio hakuwa kwa nini? Hakuwa kwa hiyo State House event. Ukiangalia at that kwa hiyo State House event, mniambieni, wewe ni president lakini naibu wako hayuko. Inatuma message gani? Yeah? Hiyo message inatuma message gani? Aya. Number 2, kwa hiyo event hiyo, muliona kama Mr. Oburu Odinga, he declared that he also can vie for that seat, yeah, deputy president. Yeah? Ebu mweshikanisha kama hii si coincident. Vice president akose kukuja. Then, opposition party, zaidi kwa sababu ndio opposition, ana declare kwamba anatosha kukua nini? Kukua vice president. And then muangalie hiyo picha. Ukiangalia arrangement vile jamaa alikuwa amekaa, opposition party vile alikuwa amekaa, mahali penye alikuwa amekaa, na ilikuwa ni president, then alikuwa chief cabinet minister Professor mimi tu jamaa namtanga professor ndio, lakini Musalia Mudavadi ameoccupy that space. Yeye alikuwa anafuata president, then Mr. Oburu alikuwa anakaa mwisho. When you look at that formation of sitting arrangement peke yake ilikuwa pale mbele, inakuonyesha kuna kitu inaendelea. Na Mr. Kindiki ako na shida, kwa sababu saizi wanataka kumfanyia ile kitu walifanyia Gachagua. At the same time, ndaka muniulize, ndaka just all need of all of us to ask this question. Why this narrative ya saizi inaulizwa who will be next president? Who will be the next vice president wa Kenya? Why hii narrative saizi inauzwa saizi? Kwa nini? Kwa nini hiyo narrative saizi ndio inauzwa?
kitambo hiyo narrative haiko kuanga. Wakati imesemekana Kindiki anaenda sorry for this one. Wakati watu wanaenda kwenda kwa election, ndio inasemekana hawataenda na nani? Na Kindiki. Who is running the back information? Ile tu information yenye inaenda kando nye, somebody is running this information. Nani anasukuma hii information ya wanatafuta next president? Ask yourself those questions. Then tuna mahali penye politics ya Kenya inaenda. Nile tunaambiangwa nda explain aje kitu. Okay, hii narrative saa hii Oburu ana declare kwa andaka hiyo kiti. Kuna Oparanya na kuna Wanga na wote wanaitaka hiyo kiti, ili hali mwenye kiti amekalia kiti. Mniambieni nani anasukuma hiyo narrative saa hizi? Kama wewe mnaibu wako anasukumiwa hiyo kitu, ili hali wewe mwenyewe uongei. Only one person who can do that, who is the sitting president. That's the only person who can take that information to that level. Na anaifanyia through watu wengine. Because amechoka na nani? Na naibu wake. And the reason is just simple and clear. Huyu jamaa haizi leta kura. Kindiki haizi leta kura yenye saizi inatakikana. Hawezi. So, if you like this video, please subscribe and support me in my YouTube channel. I will just love it so much, okay?